Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ameonya kuwa maadui wa taifa hilo wamebadili mbinu za mapambano na sasa wanatumia kile wanachokiita vita mseto au hybrid warfare kwa lengo la kudhoofisha uimara wa wananchi wa Iran na kuathiri maamuzi ya serikali. Ujumbe huo ulitolewa kupitia mwakilishi wake wakati wa hafla maalum iliyofanyika mjini Tehran kuadhimisha miaka 37 tangu kifo cha mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ruhollah Khamenei aliyefariki mwaka 1989. Katika ujumbe wake, Khamenei alisema kuwa baada ya kushindwa kufanikisha malengo ya kupitia mbinu za kijeshi na mashinikizo ya moja kwa moja, maadui wa Iran sasa wanatumia propaganda, vita vya habari, kampeni za mitandao ya kijamii na mbinu nyingine za kisaikolojia ili kuvuruga umoja wa taifa. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa lengo kuu la kampeni hizo ni kupunguza imani ya wananchi kwa taasisi za serikali, kueneza hofu na kukatisha tamaa jamii ili kufanya Iran iwe dhaifu mbele ya changamoto za kimataifa. Kauli hiyo inakuja katika kipindi ambacho Mashariki ya Kati inaendelea kushuhudia mvutano mkubwa wa kisiasa na kiusalama, huku Iran inakabiliwa na mashinikizo kutoka kwa mataifa ya Magharibi kuhusu programu yake ya nyuklia na ushawishi wake katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa wanaeleza kuwa matumizi ya vita mseto yamekuwa sehemu muhimu ya migogoro ya kisiasa, ambapo taarifa, propaganda na ushawishi wa kidigitali hutumika kusambaza mbinu nyingine za kisiasa na kiuchumi. Hadi sasa hakuna taifa lililotajwa moja kwa moja katika ujumbe huo, lakini viongozi wa Iran wamekuwa wakilaumu mara kwa mara Marekani, Israel na washirika wao kwa kuendesha kampeni za kushinikiza na kuitenga Tehran katika jukwaa la kimataifa. Kwa sasa serikali ya Iran imewahimiza wananchi wake kuendelea kuwa na umoja na kutokubali kushawishiwa na kile kinachotaja kuwa propaganda za maadui wa taifa hilo. Je, unadhani onyo la Khamenei linaashiria hatari mpya kwa Iran au ni sehemu ya mvutano unaendelea Mashariki ya Kati? Hii ni NNJ TV, mimi ni Abdul Majid. Tuambie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe kwa habari zaidi za kimataifa.